Yani wewe ni ustadhi, ukiingia pale ule mwanamke aliyokutuhumu mimba yuko pale nje akungojea. Ustadhi Rashidi, na ngoja unipe pesa za kulea mwanao hapa, manake tumbo linisumbua hili. Anketi nyinyi nyote pale mwashuka mwamuona yule anayedai yeye ile mimba yangu. Unwani yake ilikuwa kwa vipi tutaweza kuwalea watoto wetu mpaka wawe wema, na tukazungumzia nukta 3 muhimu. Ya kwanza tukasema tuwapendezeshe watoto Qur'ani tangu wadogo. Na vipi tutafanya hivi? Ni iwe sisi tutaishi maisha ya kiqur'ani, sisi tutaishi na wao tangu wadogo, tukiwa sisi ni mfano kwa wao, mfano wa mafundisho ya Qur'ani kwao, mfano wa mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale watoto. Ndo watoto wataitia akilini ile Qur'ani, maanake wameiona Qur'ani ikifanya kazi kwenye sisi mababa zao na mama zao. Ya pili tukasema tuweke mahusiano ya dhati na ya nguvu baina ya watoto na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimahaba. Wale watoto watampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataona haya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, badili ya iwe tutawatia watoto uoga na Allah. Tuzungumzie fadhila za kutenda matendo mema, tuzungumzie umuhimu wa kuipata janna na kuwa ni hasara kubwa kupata moto, lakini tusiwatishie watoto na Mwenyezi Mungu mpaka watoto wawe wanamuogopa kumcha kisha wawe masugu. Kwa nini? Si tutachomwa tu kwa muda. Manake kama vile ambavyo kwamba mtoto ukimtishia fimbo, mwisho mtoto sema kwani baba atafanya, sasa atanipiga fimbo alafu kuishi. Sasa tusimtishie mtoto na kwa Mwenyezi Mungu na adhabu zake, mpaka iwe mtoto atakuwa ni mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu mpaka aone kawaida. Lakini tumtie mahaba na tuweke alaka baina yake yeye na Mola wake, awe ni mtu ambaye kwamba yuhisi akikosea yamudhi Mwenyezi Mungu, awe ni mtu ambaye kwamba yamvunja moyo akisikia kuwa yeye kweli amemudhi Mwenyezi Mungu, yaona haya kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini isiwe ni ati yamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuogopa ile kuogopa kama vile watu huogopa vitu vya kutisha, kwa sababu Allah hatishi. Hakuna kitu duniani kizuri kama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna habari nzuri duniani kama habari za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mazuri kama yale ambayo kwamba yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuweke alaka kama hii baina ya mtoto na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtoto atampenda Allah dhati ya kumpenda, ampende mtoto zaidi ya vile ampende Mola, zaidi ya vile atakavyompenda babake. Na wewe weke mafungamano haya na mwanao, mwambie mwanangu, kama vile hupendi kuniudhi mimi, kama vile hupendi mimi nikikasirika, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usipende kumuudhi, ataka na Mwenyezi Mungu awe ni aula zaidi kwako. Ya tatu tukasema, na pia tujenge mahaba ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi, kwa sisi kama wanadamu, uwepo wetu duniani, afya yetu, pumzi tunazovuta, viungo vyetu tulivyokuwa navyo, kuinuka kwetu, kulala kwetu, kutembea kwetu, kuzungumza kwetu, ni fadhila kutoka kwa Allah. Mtoto azingatie kwa hii yote, yeye kama mwanadamu, yeye ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ya kuwa yeye ameiomba neema kama ile. Utie mazingatio hayo na mahaba kama hayo. Ya tatu tukasema, nukta ya tatu tukasema, ifanye dini iwe ni jambo la kupendeza. Usifanye dini saa zote ni makatazo, wewe saa zote wewe ni mawaidha ya kutia, ya kukemea, mawaidha ya kutishia, mawaidha ya kusomeana ndani ya nyumba. Fanya dini iwe ni jambo la kupendeza. Na tukasema hapa tuchukue fursa kwenye hizi idi zetu, tuwe tutawatoa watoto twende nao matembezi. Eka pesa, kwa sababu wajua mimi nitawanunulia watoto chipsi na ni sausage chipsi na kuku chipsi, na utakwenda kumfurahisha watoto siku ya Eid zaidi ya vile ambavyo kwamba utataka kumfurahisha siku ati ni birthday yake. So birthday si katika dini, lakini Eid hatuna ila Eid mbili, hatuna kusherekea ila kuwili,
Eidul Fitr na Eidul Adha. Watoto wawe na mazingatio na hizi siku mbili. Ndio mtoto asiwe mnyonge siku ya Krismasi, ndio mtoto asiwe mnyonge siku ya Pasaka ama Easter, aone yeye hawana siku zao, wanazo siku zao. Na wewe baba utenge masiku, utenge masiku. Siku ya Idi omba off ili upate kuwa na wanao. Jikusuru, pike chakula kizuri, watoto associate ile Idi, waweke mafungamano na Idi na jambo zuri, mafungamano na Idi na mazuri na zawadi na kadhalika. Wape zawadi siku ya Idi, wanunulie nguo mpya, hata kama utazinunua baadaye kisha uzipeane wakati wa Idi. Wape watoto, yani wawe watoto wanaketi kuisubiri Idi. Kio mtoto ataketi kusubiri Idi, wamuonaje ukimwambia tuisubiri Idi, basi hebu tufunge Ramadhani kwanza tumridhishe Mwenyezi Mungu, ndo Idi iwe nzuri kwetu sisi mwanangu. Wasubiri Eid al-Adha, mwambie basi ndo tusimwasi Mwenyezi Mungu katika haya masiku 10 ya Dhulhijja, ili tupate kuisherehekea Eid na Mwenyezi Mungu takoko tumemfurahisha. Tuweke mafungamano kama haya na watoto wetu, iwe dini ni raha. Na tumesema hatuzuiwi kufurahika, hatuzuiwi kutembea, hatuzuiwi kusherekea. Bora sherehe zile na furaha zile ziwe katika misingi ya dini. Kusiwe na matangamano, kusiwe na tangamano baina ya wake na waume ambao kwamba ni ajnabi, ambao kwamba husiani. Tuzingatie sheria za Mwenyezi Mungu katika furaha zetu. Wallahi hii hakuna dini tamu, dini ya furaha, dini ya kutia surur ndani ya moyo kama dini ya Kiislamu. Mimi nitapa mfano, tuangalie World Cup ya sasa watu wanavyoizungumzia, hasa wanawake, na ile World Cup iliyokuwa wakati ilikuwa Qatar kule. Qatar nchi ya Kiarabu ambayo kwamba ilikuwa imeweka udhibiti wa sheria za Kiislamu kwa kiasi cha haja. Wanawake wanashuhudia, wanasema kwa sababu kulikuwa hakuuzwi tembo, kulikuwa kuna wao kukosewa adabu kwenye stadium. Kulikuwa hakuuzwi. Qatar ni nchi ya Kiislamu, hawauzi tembo kwenye stadium, ilikuwa huwezi hata ingia na tembo lako. Asema wanawake waliohudhuria World Cup wasema hakuna World Cup ilo kwako walioisherehekea na kuifurahikia kama ile ya Katari. Kwa nini? Kulikuwa kuna sheria za Kiislamu za kuwahami hata wanawake ambao kwamba wanawake sio Kiislamu. Wenye kuzungumza hivi sio wanawake wa Kiislamu, wenye kuzungumza hivi ni wanawake ambao kwamba sio Waislamu. Wamefurahika na vidhibiti vya sheria ya Kiislamu. Hii ndio dini yetu. Ikawa ni World Cup ambao kwamba yaambiwa ndio ilobobea, ndio ilikuwa successful kushinda zote. Si kwa sababu Waarabu wana pesa mingi, kwa sababu ya nidhamu ambayo kwamba iliwekwa, nidhamu ya Kiislamu. Wallahi Uislamu ni raha, haki ya Mungu tena. Ule ukarimu ambao kwamba tunao leo sisi tumeishi na watu tukawafuata wale watu namna walivyo. Sisi tulikuwa ni wakarimu, ukipika pako mpe jirani. Siku hizi tumekuwa ni wagumu, tuwapatie majirani kwa sababu jirani hakupi. Mpe ndo mfundishe, mpe umfundishe. Shida yetu sisi watu, angalia wewe ukitoa wewe wapata nini? Wewe ukitoa upati kwa yule unayempa, wewe ukitoa upata kwa nani? Allah jalla fi ula. Sisi matarajio yetu si kwa wanadamu wenzetu, matarajio yetu ni kwa Mola wetu jalla fi ula. Na wewe kama una akili nzuri hutaki kulipwa hapa wewe riziki yako madhumuni, wewe unataka ulipwe kesho akhera, sababu malipo ya kesho akhera ni tofauti na haya hapa duniani. Malipo ya kesho akhera ya kuokoa na moto akhui. Malipo ya hapa duniani unaweza pawa mali ikakutia motoni. Sio kama naeleweka hotuba yetu ya leo. Kwa hivyo hiyo ndio nukta yetu ya 3, tukaishia hapo. Tulisema zilikuwa 7, natarajia kwa muda nilokuwa nao naweza kuzimaliza leo inshallah. Nukta yetu ya 4, kuna mambo matatu tunasema non-negotiable. Haya hakuna mazungumzo ndani yake, lazima yawepo kwenye familia. Wewe kama baba udhibiti nyumba yako, haya matatu yapatikane. Ya kwanza, akida. Lazima ufundishe mtoto akida ya kisawasawa. Nani kamuumba? Allah subhanahu wa ta'ala. Nani katuma? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ataka nini kwetu? Allah ataka kuabudu yeye peke yake bila kushirikishwa na chochote. Tauhid. Hii lazima mwambie mtoto tangu mwanzo. Lakini mtoto akikuona wewe una hirizi umeinukia nayo, mtoto akikuona wewe sijui una mvuje unao, mtoto akikuona wewe sijui machanjo aina gani,
Sasa vipi utamwambia mtoto mimi twende zetu msikitini tukamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni Mola gani huyu abudiwa na wewe umevahiriza ambao kwamba haina alaka na Mola wako? Kwa hivyo akida ndio pia. Kwa nini ukitengeza akida tuamfanyia nani? Tuamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akida la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, la maabuda bilhaqi illa Allah, laysa hunaka man yastahiq an yu'badu illa Allah, hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vyovyote vingine ni batil, haram, shirk. Hii unaikuza ndani ya mtoto, ndio mtoto pindi anapokuwa yuelekea Mwenyezi Mungu katika yake yote. Hata ukimwambia mwanangu inshallah sina, lakini inshallah Mungu akinipa nitakupa. Ombe mwanangu, dadi nataka baiskeli. Ombe mwanangu, kwa sasa sina pesa, lakini omba Mungu inshallah Allah tufungulie nipate za fizi na niongeze zingine za kuweza kukunulia na wewe baiskeli. Mafungamano yako na Mwenyezi Mungu na mambo. Na wallahi ukika mafungamano kama haya, baiskeli ikija mtoto atamshukuru Mungu. Dadi Mungu ameleta, na Mwenyezi Mungu ameleta. Chakula mwala, mwambie Mwenyezi Mungu, mwanangu twala kwa kuanza kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, na tukimaliza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini dadi? Kwa sababu hichi chakula chatoka kwake, lakini si wewe enda kazini. Hata hiyo kazi ninayoifanya mwanangu ni kwa ajili yeye, ndo amenipatia mimi nafasi ya kufanya. Riziki mwanangu zatoka kwa Mwenyezi Mungu, riziki si bosi. Yule bosi hana budi na mimi, apende asipende ataniandika kazi kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka, apende asipende bosi atanilipa mshahara kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka. Tie mtoto hii akili, ondosha mafungamano ya riziki na waja, na wallahi riziki ndio maana mimi wanasema, utasikia mtu kwamba mimi watu waniendea mbio, mtu amekimbia na nyota yangu. Shekhe, acha upuzi shekhe. Shekhe, acha maneno ya kufuru shekhe, maneno ya shirki. Nani amekimbia na nyota yako shekhe? Alikwambia kwanza wewe una nyota nani? Nyota ziko mbinguni. Hakuna mtu ana nyota na hakuna mtu anaweza kuchukua nyota ya mwenzake. Sisi tuna riziki imeandikwa maktub, kabla wewe hujazaliwa ishaandikwa. Wewe uko ndani ya tumbo la mamako haujulikaniwi, yani sisi hatujui ile mimba itazaliwa ama itavunjikia katikati ya safari, haijulikani. Wewe riziki yako shaandikwa. Siku 120 ndani ya tumbo la mamako, sisi sote hapa tumeandikiwa riziki zetu. Wewe wababaika nini kuhusu riziki? Wewe ni ubabaike kumridhisha Allah, ndo riziki sahalike kuja. Hebu nieleweni, wewe usibabaikie riziki. Riziki mpaji ni Mungu, na leo Mwenyezi Mungu angekuwa kumkatili kusingekula wengi shekhe, lakini Mwenyezi Mungu alivyokuwa ni mwadilifu, yuala tajiri ala maskini, ala mzinifu, ala mlevi, ala jambazi, ala dhalimu, ala mgonjwa, ala mzima, ala mtoto, ala so mwenyewe Mwenyezi Mungu riziki ameigawanya namna anavyotaka, hisabu kesho akhera. Na usijalie kusema mbona bwana hawa hata hamsujudi Mungu lakini wao wanatushinda. Kwa sababu wao hesabu zao zishapa hapa duniani, sisi hesabu zetu zenda mpaka akhera. Jamaa saa zingine ukiangalia wenzetu namna ambavyo kwamba Mungu amewafungulia, usilie wivu wallahi. Usilie wivu. Mimi nataka tuelewe na tufahamu kwa kadri Allah alivyokupa. Usiseme kama rafiki yangu mmoja ambaye nishukuru nini bwana, mimi Mungu hajanipa kama vile mimi nataka. Allah, kwani una mkataba naye? Mungu akupe kama vile unavyotaka. Wewe ni nani? Wewe shukuru Mungu uko hai ya akhi. Wewe shukuru Mungu uko hai ya akhi. Wajua sisi wallahi ni mwajua Coast General. Hebu nendeni mkatembe. Labda ningekwambia nende bailiff hapa ni private, watakataza labda wengine. Sheikh, hebu nendeni Coast General. Kaangalia watu walivyo maututi Sheikh. Mtu atembea na kifuko akishika mkononi, ana choo chake pale ndani. Kifungwe, ichukuliwe, kamwagwe, aje arudishiwe tena. Mtu hawezi kwenda chooni kama vile unavyokwenda watu wengi chooni hapa, ukaenda ukainua makanzu yako, ukamaliza haja yako, ukasikia alhamdulillah ghufranaka alladhi adhhaba anna al-adha wa afan. Kuna mtu shekhe hana hiyo. Alkifuku akiamka kiingia nasi aje apeleke. Mimi nakupa jambo dogo kabisa, kwenda chooni adna shay. Shekhe, kuna mtu anakula na pipe. Mimi namjua mtu, huni mwaka wa pili sasa, nakula kwa pipe. Anakula kwa pua. Pale anapopata fahamu, saa zingine yajua watoto wake, siku zingine hawajui, ala kwa pipe.
chakula special cha sagwa kwa blender yatiliwa. Haja anakwenda kwenye pampas pale pale kuinuliwa hivi, siku nyingine akainuliwa hivi, saa zingine yaketishwa, lakini hana endako. Hasa unaje wewe upawe mali kisha upawe maradhi haya kula na pipe na wewe kulala tu? Unaje Mungu akupe bilioni lakini wala kwa pipe? Hata msikitini huwezi kuletwa hapa kwa sababu wajana choo chako. Kuna mtu anatembea na betri mgongoni, hiyo betri ndio inapeleka moyo wake. Kuna mtu ana peseta hapa, haizi kupita kwenye sehemu za chuma za magnet, kwa sababu akiingia ile itakoseka hapa, atapata ugonjwa mshtuko wa moyo. Saa zingine maskini yajiona maskini, na wewe maskini tajiri kumshinda mwenye senti. Hawa wenye senti jamaa, sisi twawaonea hasad, twawaonea wivu. Wampa senti wajitibu, kama hamtibu yeye. Na wallahi nitafutie tajiri, haki ya Mungu. Tena mimi nawaambia hii, mimi nawapa mtihani, tafutie tajiri, kama hajitibu yeye ama mkewe, atibu jamaa moja katika jamaa zake. Nyinyi mna umaskini, mwapata kula, wewe ulacho mzima. Tajiri akila vingine aenda hospitali. Tajiri akala hoteli hizi zetu sisi hapa hizi ambazo wamo niangalie ile time, watakwenda pilau yesh, mtimlete tajiri pale, akila atapata magonjwa ya tumbo usiku. Wewe wenda wapiga wafagia biriani unti hapo nini, kiangalia msoso kila ino mpaka haragu ilikuwa hapo na chapati, wewe wapiga na tumbo liko fresh, wajitaukia tu. Na ukiulizwa kwingine twende morali saa 10 utakakula tena na huna shida, mwenzako wala na pipe, alafu wewe wajita maana umaskini. Wewe maskini shekhi, wewe hakuna tajiri kama, hakuna utajiri kama wa afya, na hakuna raha ya kula kama wewe za kula chochote. Ukasimama barabarani vumbi lote lile ukanunua hindi ukala ukalisikia tamu. Kuna mtu hawezi subutu afanye vile, atalazwa Aga Khan Hospital. Semeni alhamdulillah, sisi maskini ndo matajiri wa kiuhakika. Umpita kuozo muhogo ushakula, ampita jamaa njugu ushanunua njugu ya 50 wewe wala. Tajiri paka aende supermarket ndo ataamini ile njugu, atailalini maskini. Alafu anza kufikira inshikwa na watu wangapi? Staki. Wewe njugu pale yule jamaa kupima saa zingine na mkono kumjui, akenda choni ndo na maji ya mahindi. Wewe tena hao ambao wa maajabu ndo njugu zao tamu ajabu. Wewe wana kahawa inopita barabarani, wenzako paka wende Java, ile kahawa ile kati tangawizi nini, yashuka kweli. Semeni alhamdulillah. Wewe 10 wana kahawa, 10 wengine wapiga KDF ile, sio ile kile hamri sijui kigumu kile. Maisha yankuendea shekhi, na usikia tamu ajabu. Tajiri za kwenda hoteli akala la tasiraha na nilipa chumba ya mapesa. Wewe ukienda ukapiga chapati haragwe lako una raha, na ukati pesa huwa. Semeni alhamdulillah. Aqida ya pili, swala. Usichelee swala ya pili, swala. Sema aqida ni mtoto wao yajua haabudiwi ila Allah. Ndio sasa ukimwelekeza mwanangu lazima uswali katika miaka 7, wewe ushamlea na simudhi Allah subhanahu wa ta'ala ampende, yuswali kwa mahaba. Waambia mwanangu, mkutano na Mola, wakati wa kukutana na Mola wako umefika. Mtoto yuko excited, baba tuenda kukutana na Mungu. Ambaye si wajua sisi huwa hatuhesabu ule ni mkutano na Mwenyezi Mungu. Hapa tukiingia kuswali hapa, kila mmoja wetu kwa idadi yetu, kila mmoja wetu kipiga Allahu Akbar, kila mmoja wetu ana mkutano haswa na Mola wake. Kivyako mpaka ile swala ishe, wewe na Mola ana kwa ana yakusikiza. Lakini ni wangapi tuna mazingatio pindi unaingia kwenye swala? Kuna mwingine akishapiga Allahu Akbar ashaingia ndani ya matatu akaenda town, akitia salamu alaykum wa rahmatullah ndo ashuka posta kwenye mawazo yake, hayumo hata juu kulisomwa nini. Tuweni na mazingatio na swala. Swala wewe wazungumza na Mwenyezi Mungu. Na mimi swali uliza kila siku, ukiitwa na rais waweza kwenda pale ukao ujielewe. Leo waambie bwana tumekutafutia kikao maalum na rais, wewe ndo kamweleze matatizo yako yote. Ni mwaionaje?
Hiyo siku kwanza wewe utalala, kama ni unaambiwa jana leo wewe kulalika. Najua kuna mtu atakwambia kwenye nini, wako wale ambao kwamba hawajidai wao hawajali, lakini tutazungumza mimi na wewe. Bila habibi, una mkutano na rais kesho, kiambiwa utapata usingizi kesho usiku, utalala kwa wacha kulala wewe. Mkeo pia halali, lao wamwambia mume wangu sasa utakwenda kusema nini, wajua ile friji letu mbovu. Kuna zile nyumba za jengo pale, kamuombe moja na kwamba mtapanga usiku kucha, lakini wewe una mkutano na Mwenyezi Mungu mara 5 kwa siku na hujawahi kupanga, waje kumwambia nini Mola wako? Maona hasara hiyo? Rais wa duniani wa nchi, wewe utajipanga kwenda kuzungumza naye, lau wapata appointment naye, lakini wewe una appointment na Mola wa marais na wafalme wote duniani, Malikal Mulk. Wewe una appointment naye mara 5 kwa siku, lakini hakuna hata siku moja wewe umekuja hapa ati umejipanga leo mimi nitaomba kitu fulani kwa Mola wangu. Wamsubiri Jumaa hapa apige salatu ala nabii na mimi niombe dua. Wewe zako huna, wasitarajia zile mtakazoziomba. Swala haina compromise, lazima mtoto mdhibiti ndani yake. Ya 3 adabu. Ya 3 adab. Hakuna kama adabu na akhlaki nzuri. Kusema adabu tutazungumzia akhlaki nzuri. Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia hakuna kitu afqal, kina uzito zaidi, fil mizani, katika mizani يوم القيامة مثل حسن الخلق, kama tabia nzuri, adabu nzuri. Hakuna kitu kina uzito kwenye mizani siku ya kiyama kama tabia nzuri, na hizi leo ndo zimekoseka. Mtoto akiinuka asubuhi, kuna klipu kwenye WhatsApp yazunguka, kuna mtoto sijui acheza gololi ama kuna kitu, kuna mchezo acheza, kila kipiga tu kana mamake mtu, nana na mama, nana na mama, nana na mama. Yale maneno ayasikia wapi? Ayasikia nyumbani, ima wewe baba ama mama yazungumza maneno yale. Kama vile vile tukikutana, alhabib, sijakuona siku nyingi, sehemu ya siri ya mamako. Ulicheki lile bao jana na Neymar, sehemu ya siri ya mamako. Si hivyo ndo tuseme? Anakutamani bao, sehemu ya siri ya mamako. Hii sehemu ya siri ya mama zetu hii haina heshima kabisa. Utio kwenye kila kitu. Nikitaka kukutukana namtajia sehemu ya siri ya mama, nikitaka kusifu natajia sehemu ya siri ya mama, nikitaka nakutamani natajia sehemu ya siri ya mama. Na watoto wainukia vile vile kama sisi. Hii sehemu ya siri iliyokutoa wewe kama mwanadamu leo hatuna thamani nayo sisi, na ni ya mama. La ajabu ya Rahmani. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenyewe baba huna adabu ndani ya nyumba. Wewe mwenyewe baba ndani ya nyumba, wewe ndo wa kwanza mimi nakuwa na rafiki yangu mmoja, yeye ndo amemtukana mwanae. Wewe nakwambia sehemu ya siri ya mamako, mjinga sana wewe. Mbona shekhe mvipi tena? Huyu bwana sikii bwana, huyu bwana. Umemtukania mamake yule mtoto, na wewe ule mamake ni mkeo. Kwa hivyo na maana wewe huna heshima na mamake, yeye atakuwa vipi na heshima na wewe na mamake? Adab. Hadithi yatuambia mja asema, hadithi yasema mja huenda akanyanyuliwa kwa tabia zake nzuri daraja ya mwenye kufunga sana na mwenye kuswali sana usiku. Hadithi sahihi. Mja huenda akaikwa daraja moja, yeye answalizi maktuba za kaida 5, funga Ramadhani tu, lakini akawa daraja moja yaumul qiyama. Na nani? Na as-saim al-qaim. Hadithi yasema na yule aliyosimama sana kuswali usiku na yule aliyofunga sana mchana. Kwa nini? Kwa sababu ya husnul khulq, tabia nzuri.
asema la yudriku almar'u bihusni khulqihi darajata as-sa'im al-qa'im. Mja huenda kafikia cheo, daraja kwa tabia zake nzuri ya wale waliofunga sana na wale ambao kwamba wamesimama sana usiku. Umuhimu wa kufundisha tabia nzuri. Tabia nzuri zafundishwa vipi? Si umwambie mtoto kuwa na adabu. Adabu anza kuwa nazo wewe kwanza. Wewe umheshimu mamake, wewe ujiheshimu nafsi yako, uheshimu watoto na wao watakuheshimu wewe na watamheshimu mama. Lakini wewe ufundisha adabu, lakini wewe mwenyewe hakuna kitu wafanya. Niliwaambia hapo, watoto wanajifundisha kwa nini? Kwa kuona matendo yako. Tamam? Haya, tumesema umri ambao kwamba kuna umri lazima wewe uwe na mazingatio pindi mtoto anakuwa. Jamani, watoto wasikue tu ovyo ovyo ndani ya nyumba yako. Katika moja paka tumesema 0 mpaka 7, kutoka umri 0 mpaka 7, kizaliwa mpaka miaka 7, wewe wajenga mahaba ndani ya nafsi yake, adabu na mahaba ya Mwenyezi Mungu. Wajenga mahaba yako, umjalia kupende wewe sana na wewe wamuonesha mapenzi. Pili, wajenga adabu na tabia nzuri. Mwanangu, hii haifai, hii yafaa. Akifanya zuri wamsifu, akifanya baya wamkosoa kwa hikma na kwa adabu na heshima. Alafu na wamjaza mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akifika baada ya 7 mpaka 10, pale tunafundishana swala, tunafundishana halali na haramu nyepesi ndogo. Mwanangu, kusema urongo ni makosa, wewe kuwa mkweli kama nani? Kama Abu Bakar as-Siddiq. Mwanangu, kuwa mwaminifu kama al-Amin Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwanangu, kuwa shujaa kama Umar al-Faruq na Hamza ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Na unatoa na mifano sawa, na hawa ndo mtoto akuwe role model wake ni Rasul na maswahaba zake. Asiwe yeye role model ni Neymar, Ronaldo, Messi. Leo hakuna mtoto duniani hamjui Ronaldo, CR7, Lionel Messi, the GOAT, na Neymar samba, anacheza samba, pira samba, watoto wajua. Na sasa Mbappe, sio Mbappe wa France, mtoto anataka cheze boli kama Mbappe, lakini akaona mtoto anataka kuishi maisha awe kama Abu Bakr Siddiq, sababu wewe hujamzungumza nyumbani, hamjui. Hakuna mtoto anataka kuwa kama Umar al-Faruq, shujaa kama Umar. Hakuna mtoto anataka kuwa shujaa kama Hamza ama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Hakuna mtoto anataka kuwa kama Mus'ab ibn Umair. Hakuna mtoto anataka kuwa kama Abdallah Saba. Jimojua kuna Abdallah Saba, Abdallah ibn Umar, Abdallah ibn Mas'ud. Na wengine watano ni mwajua. Kila siku uliza hapa first 11 ya Rasul mwaijua, kiwendo namba 11 mwajua au 10, hakuna mtu ajua. Na kuna first 11 ya wanawake mwaijua, hakuna mtu ajua. Lakini tajie mtu Manchester ajua paka transfer leo kumenunuliwa nani. Situko katika msimu wa transfer saizi, si ndio? Ligi zinkwisha, tunajua nani anunuliwa tena pesa. Lakini ukiulizwa wewe, ulizwi transfer. Sahaba tu ambaye kwamba alikufa akaoshwa na malaika, atoka 10,000 hawapati. Kuna sahaba alikufa akaoshwa na malaika, nani amjua? Mkupige tenga unitajie majina yake yote. Tenga hiyo ungekuwa mpiga biriani pale ukamnulia na mwenzio. Hata kwa matani hatumjui hapa, atakayekuwa mjua mwalimu wa madrasa peke yake. Mwenye aitwa Ghasilul Malaika, hamumjui. Lakini transfer wazijua. Leo siku kwa cheza game gani kali wajua. 10 mpaka 21, 7 ya mwisho. Tulisema tangu mwanzo, tutakumbushana tena. Miaka ambayo ni muhimu, watoto wape ile motisha ya kuuliza kwa nini ba hivi, sawa,
Kwa nini hii ataka nifanywe hivi ba? Kwa sababu moja, mtoto akiwa na maswali mengi usicho, wewe kwenda zako na maswali mtoto bwana, maswali mimi naingia tu toka zile shaza maswali. Mjibu Sheikh, wataka kumuuliza nani? Akuuliza mateja maskani? Akuulize wavutaji bangi? Wataka kuulize kule kibandani? Wataka kumuulize manamba ndani ya matatu? Ni wewe babake, wewe ndio mfundishe. Maswali mengi na maana mtoto mwerevu. Kwa nini tuvaa kanzu Ijumaa? Mweleze, kama hujui njoo uulize hapo. Kwa nini tuvaa kanzu Ijumaa? Dini ama ni ada? Upate jawabu sawa. Kwa nini watu wafuga ndevu? Mwambie kwa nini afuge ndevu. Kwa nini tukiswali tutashika udhu na hao wengine huenda tukaingia? Kwa nini sisi msikitini hakuna viti, kanisani kuna viti? Mweleze kwa nini msikitini hakuna viti na tofauti kwa wapi? Kwani basi hatuwezi kuswali na Maka tu tukaiangalia pale Sudesi nasema Allahu Akbar, na sisi hapa tukapiga Allahu Akbar? Kwa nini mpaka tuende Maka? Mweleze kwa nini haiwezekani. Huna jawabu, njoo ulizi. Sawa, 7-11 mwache ulize maswali, na tukasema hapa pia wampa majukumu ya kufanya. Hapa wamtuma dukani, wampima change, atarudisha sahihi ama atakwenda danganya. Je, ataleta vitu kama alivyotuma ama atakwenda sahau? Kwanza wampa, wamwandikia mpaka kuna wakati umwandikia ambazo leo sikuandikii, leo nataka nikutume uvitie akilini. Mwamwangalia mshapu hivyo, ndio mfanya mtoto awe mshapu. Akija amwambia hii una pesa ngapi? Hii una pesa ngapi? Hii una pesa ngapi? Jumla zote ngapi? Change ilikuwa kwa ngapi? Nipe change hii. Ili mtoto asiibiwe na mwenye duka na awe mshapu. Lakini wewe ukipa change hivyo bora shajua bataulizi. Ukimpa change mideli nampunguzia 10, hata habari yani nampunguzia 10. Siku hizi hata simpi tena change hakuna vitu vimpanda bei, uchumi mbaya Watoto wa CBC hawa utakoma. Twasema nukta ya 5 hii yote tuzungumze kwa kwenye 4. Kuna mambo haya ambayo kwamba tusema non-negotiable, hii hazina mazungumzo kwenye adabu, kwenye akida, kwenye swala na kwenye adabu. Na tumeleza ile miaka ambayo kwamba uwe na tahadhari nayo, kwa sababu kishafika miaka 21 hauko tena naye nyumbani. Kama ni wakusoma yuko university, kama sio university ashaanza vibarua, hauko tena naye. Ile elimu ulompatia nyumbani ndio elimu itamuokoa kule nje akishafika miaka 21. Akaenda kikutana na marafiki tofauti, wewe ushamfundisha nyumbani achague rafiki namna gani, kwa sababu wewe baba ndo rafiki ya kwanza wa mtoto wako. Wewe watakaniwa kama baba, mtoto wako ndo your best friend, swaiba mkubwa wa mwanao. Atakaniwa mwanao akihesabu maswaiba, anza na baba, kisha ndugu yangu fulani, ndugu yangu fulani, ndugu ya dadangu na asikini wewe mwambia best friend wako nani? Ataja watu wa school, watu wa university, jua kuna kasoro nyumbani. Rafiki yako wa kwanza fai wewe, na wewe ndio utaambia mwanangu ajua mimi. Wewe ndio waanza kumwambia mwanangu ajua mimi, wewe ndio best friend yangu, si mami. Mami ni mke wangu na pia ni best friend yangu, lakini mami mwanamke. Wewe ndio best friend yangu wa kiume wewe, alafu ndio watu wengine. Ule mtoto umetia kitu cha ajabu ndani ya nafsi yake, umetia kitu cha ajabu. Akiingia wamjulia best friend nini, akiingia kutoa mwanangu njoo keta, niambie skuli ilikuwa vipi leo? Ilikuwa hivi. Sasa na story hata zieleweki. Lakini sikiza wewe, msikize leo azungumza machokorongo, msikize leo yazungumza machokorongo, yauliza maswali ya kipuzi. Wewe si umemsikiza leo, na yeye atakuja kukusikiza wewe pale. Wewe ni mtu mzima pia, wewe wazungumza mambo yaeleweki, wapiswa hata kuona ubweshi. Unajua si ni mtoto huyu, na utakuja wewe mtu mzima. Ukiishi muda mrefu, hata wewe kuna siku utakuja pia wewe, leo ziko kesho haziko, lakini mtoto wako hata boeka na wewe. Leo mzee ziko leo, acha nikae naye bwana tupige story. Lakini unajua kwa nini atakukimbia? Wewe ulikuwa huna time naye alipokuwa ni mdogo, na yeye atakuja hakuwa hana time na wewe pale atakuwa ni mkubwa. Wanasema chunga mazingara ambao kwamba umemlea mwanao ndani yake. Najua utaniambia bwana, sasa mimi hali yangu uchumi inabidi niishi hapa, huku kwa Uzo Mnazi, huku Ndanguro, mimi fanyeje?
katafute nyumba nyingine ambayo kwamba haiko baina ya Mnazi na Danguro na Mangwe na Danguro. Shekhe, sehemu ni hiyo hiyo tu. Kwani jamaa namna gani jamaa bwana? Mimi nakataa, unless wewe ni mlevi na huko na mambo yako. Lakini utaishije? Chagua mtaa, hama. Utakubaliaje mwanao aishi kwenye environment kwa tukanwa tu kutoka asubuhi mpaka jioni? Kama vile mtoto aweza jifundisha Kizungu na katuni, na haya matusi pia atajifundisha nao madamu yazungumzo mtaani. Chagua. Najua tutazungumza hali za kiuchumi, lakini nakwambia si lazima ukae karibu na sehemu mbovu. Kuna options. Una pande ya kufai, hama pande ya pili. Na muombe Mwenyezi Mungu akufungulie. Leo waishi nyumba 2000 uweze kuafford ya 1500, angalau kuna stara. Chunga mazingira, kisha mtoto mlee, mwambie mwanangu chagua watu kuwa marafiki. Almaru ala dini khalilihi, Mtume asema mwambie falyanzur ahadukum man yukhalil. Angalia Rasul alivyosema, law kuntu muttakhidhan khalilan latakhadtu Aba Bakr walakinani ittakhadtu Allah. Asema leo ungekuwa mimi nachagua swaiba mwandani, best friend, ningemchagua Abu Bakr, lakini mimi namchagua Mwenyezi Mungu kwanza. Mpe mtoto, angalia sasa. Lakini bado alikuwa kwa swahiba yake. Maana alipokuja kuulizwa nani katika watu wawapenda zaidi, akasema Aisha. Kamba Rasul bana, katika maswahaba zake akasema babake Abuha. Sasa mwambie mwanangu, kama vile Rasul amemchagua Abu Bakar, na wewe katika marafiki zako baada yangu mimi na ndugu zako, tafuta rafiki ambaye kwamba ameoana kitabia na sisi. Tafute mtu ambaye kwamba haeleweki. Fundisha mtoto namna ya kuchagua rafiki. Tuko pamoja. Rafiki kama tusimwambie na uwe rafiki yake. Kwa nini mtoto ndo aje akwambie ba fulani ananiambia hivi bwana, mambo ya bad manners, mambo ya tabia mbaya? Mwambie wewe achana naye, epukana naye, usisahibiane naye tena. Huyo si rafiki mzuri. Chagua rafiki mwingine mwanangu. Na rafiki ni wengi, si lazima mmoja, si lazima huyo. Mwache mtoto awe yakwambia, pale utakapomsikiza ndio yaweza kukueleza rafiki zake nani, uweze kumsaidia kuchagua marafiki wazuri. Kwa hivyo mchagulie mtoto wako environment ambayo atakuwa ndani, ambayo environment ambayo kwamba itakusaidia kukuza mtoto. Usimweke mtoto kwenye environment ambayo kwamba kila ukijenga kitoka nje yale mazingara badala ya wewe wajenga ndani ya nyumba, mtoto kitoka nje mazingara yamvunjia. Kisha tusiwe tuna uvivu. Asubuhi watoka kwenda kazini, toka na wanao wapeleke skuli. Kwa nini mpaka wapeleke na maid? Jenga usuhuba na wanao. Wallahi siwadanganyi, si rahisi. Haki ya Mungu si rahisi, wallahi si rahisi. Yataka ujikusuru toke naye ukambwage shule kishodeza kukazini. Lakini wallahi tajenga mahaba na alaka baina wewe na mwanao. Shekhe, sijui nikwambie mfano mvipi. Mimi nakwambia watoto shekhe wakumbuka. Na sisi wale wazee wasema mimi natupwa na wanangu. Ulianza wewe kuwatupa walipokuwa ni wadogo, leo wao wakulipiza tu. Wewe jiulize ulipokuwa wadogo wewe ulikuwa wapi? Wale watoto waliojali wazazi wao, wazazi waliojali watoto tangu ni wadogo, mpaka leo watoto hawabanduki kwa hao mababa. Na wale ambao kwamba baba ulikuwa kwa stora, wewe ulikuwa kwa humo, wewe uonekani wewe ukiingia ni usiku, watoto wako yani wewe wakutana na watoto Jumapili, leo Jumapili ulala kutwa. Maana watoto wewe ukiingia watoto wanalala, wewe ukitoka wewe unalala, watoto watoka wewe unalala, hamuonani, unakaa kama popo. Kisha utaka mahaba yatatoka wapi? Hapo ndo wewe ujenge mazingara. Wewe hujiangalili wewe baba, mazingara waangalia wanao, watakuwa katika bia, environment, mujtama, mazingira ya aina gani. Hii lazima wewe ujali kama baba. Na ndio maana uchague paka shule ambayo kwamba utampeleka mtoto. Ukiacha Imam Shafi upeleke mtoto NH, utakuja kujilaumu mwenyewe. Bali al-insana ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Sisi tuna options za shule za Kiislamu. Kwa nini tuna lazima na hizo shule zingine? Unless wewe uko tayari kujaliza umpeleke huko mwingine, lakini unajua na wewe sasa utakuwa na kazi kubwa kufanya. Manake ujalize pale, hizi shule zingine zitakuwa kuzimekupunguzia. Si kama naeleweka?
Kisha sema ya 6, kwa sababu umejenga mahusiano mazuri. Mtoto akitenda mazuri, mtoto akitenda jema, msifu, peremende, mzawadie. Na ukimkosoa kama amekosea, mkosoe na huruma. Mtoto akifanya jambo zuri, msifu, mzawadie. Na mimi kwamba zawadi si lazima pesa, Sheikh, hata dua. Fundishe mtoto zawadi si lazima iwe kitu cha kupawa. Hakuna zawadi kubwa kama dua ya baba, maanake dua ya baba na mama yapita mbingu mpaka kwa Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usifanye mtoto wako awe materialistic, awe ni mtu wa kuona pato ndo kitu. Mwache mtoto wako yeye ana imani kuwa kitu si hoja, utu ndo kitu. Kwa hivyo akitenda jema, mzawadie, na zawadi kubwa hakuna kama dua. Kiweza kuongeza na peremende, sawa. Na akikosea, kosoa kwa hekima na huruma, mpaka ule mtoto atakwako anaona haya kukosa. Lakini kiota kosea, akikosea wakosoa na fimbo na ngumi, kumfinya masikio, kumfanyisha sijui exercise za timagu katikati ya mikono katikati ya maguu, kisha shikia masikio, atasubiri. Ndio maana nasikia kuna watoto waenda university, ana holiday harudi, itakaa kule miji ya maajabu ya Nairobi na wapi. Kwa nini? Kwa sababu ya yale mazingira ambayo kwamba wewe uliacha kiholela na ulilea na fimbo mpaka ule mzee mkali, wewe waona sifa. Wewe kuwa mkali si sifa. Wewe ni mkali kuswali, wewe ni mkali wa kuinuka qiyamul layl, wewe ni mkali wa kuomba dua, wewe ni mkali wa kuswali safu ya kwanza msikitini. Wewe ukali wako ni mdomo wako tu wa kutukana na watoto na mkono wako wa kuchapa watu. Mbona wewe huna ukali wa kuja safu la awal hapa? Sijui kama mwanielewa jamaa. Na ya mwisho ya 7, dua. Wafundishe watoto subra na waombee dua sana. Hakuna kubwa lina athari kama dua. Mshasikia yule imamu wa kwanza ambaye kwamba si yani yasema asili yake si ya Kiarabu, alisalisha haram, aitwa Kalbani. Mamake alikuwa kwa akikosea yule, akimkosea mamake tu, mama kamba Mungu akujalie imamu haram wewe. Mama nkasirika, acha Mungu unifanya hivi, Mungu akujalie imamu haram wewe Kalbani wewe. Alikuja kwa imamu haram, nenda ukamgoogle Kalbani imam al-haram, utamwona mweusi ya madevu hivi, tafikira kama wale waende weusi. Wasema imamu wa kwanza wa haram rangi yake nyeusi, yaandikwa the black imam of haram kwenye mtandao. Dua ya mama. Wajua saa zingine mtoto wewe ndo waleta shida. Wewe mpanapo juu utaanguka, bu chini waanguka. Wewe mpanapo juu, Mungu akunusuru mwanangu, shuke polepole. Mungu yamnusuru, malaika wamshukisha polepole. Ulivyosema ataanguka, wewe ndio umemwombea kuanguka. Dua ya mzazi ghali, itumie kuongoza wanao, usiitumie kwa chapa nao wanao. Wewe nifanye hivi, Mungu atakuonesha wewe. Wewe ombea mtoto wako, Mungu atamuonesha. Dua ya mzazi kali. Na nilitoa mifano ya Jureij, tushamzungumzia Jureij sana. Alikuwa yuwaswali yule. Jureij wapi? Ma yuwaswali. Jureij wapi? Wewe Jureij yuwaswali, Jureij yuwaswali. Mama kwamba Mungu huyu Jureij kabla hajafa mjalie aone sura za kahaba. Si kahaba alikwenda akashika mimba ya maajabu, akiulizwa ya nani akasema ya Jureij. Sasa mimi naambia Jureij alikuwa yuwaswali na Mungu alitakabali dua ya mamake ambaye alikasirika kwa nini anchelewa yuwaswali, hajaja kumsikiza yeye. Jureij miezi 9 Sheikh kahaba mbeba mimba. Jureij kila ule kahaba kipita, jamaa mtoto Jureij bwana, swala zote zile na hapishi. Mashekhe nao hawa imagine wewe, hebu tasawwar wewe. Yani wewe ni ustadhi, ukiingia pale ule mwanamke aliyokutuhumu mimba yuko pale nje akungojea. Ustadhi Rashidi, na ngoja unipe pesa za kulea mwanao hapa, manake tumbo linisumbua hili. Anketi nyinyi nyote pale mwashuka, mwamuona yule anayedai yeye ile mimba yangu. Ni mwaionaje? Yani mtakuja tena mtoto nini? Manake akiona gari tu ashakuja kajiketisha pale.
mjukuu wenu huyu maratibu wa msikiti mtu hapa, mjukuu wenu mtoto ustadhi huyu kutakitika miezi 9 Sheikh, mpaka ikafika time alivyozaliwa kaitwa kenda, akamchukua mtoto Sheikh amuuliza, ya walad ya ghulam biismillahi man abu, kwa jina la Mungu nani babako? Ra'il ghanam, mchunga mbuzi amba shikeni toto lenu hilo, chunga mbuzi kande kwa mdai. Lakini Sheikh miezi 9 nitaseka, dua ya nani? Dua ya mama. Alikuwa afanya nini? Waswali. Kwa hivyo mzazi, chunga dua yako, mzazi chunga dua yako. Na dakika 14, acha tumalize hapa. Bado kwenye hii dua kuna maudhui tunaja kuzungumza. Kuna aya 2 katika Surat Al-Kahfi watu wazisoma, ambazo ni muhimu sana kwetu sisi kwa ajili ya sisi ni wazazi na kwa ajili ya ulezi wetu. Kwa hivyo hii khutba bado yaendelea wiki ijayo, msikose kuja, tuje tumalize biidhnillahil karim. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.